upande wa Njoro sub county na Molo sub county. Mnajua kwamba haya mambo yalianza Jumatano asubuhi, lakini usiku wa Jumanne kulikuwa na mzozo wa kijamii kule Mareshoni, area inaitwa Vikingi 3. Mzee na bibi yake walikuwa wanazozana, mama akapigwa, akapiga nduru. Wengine wakasikia nduru wakapiga nduru, na nduru ikapigwa hivyo mpaka kila mahali ikakuwa ni nduru. Yale mambo ambayo ilikuwa mzozo wa kijamii ya familia moja ikaspread, ikawa kwamba watu wamemobilize hiyo usiku kuamkia asubuhi ya Jumatano, watu wakaanza kuchomeana nyumba. Jamii mbili ambazo zinakaa sehemu hiyo, jamii ya Ogek na jamii ya Kipsigis. Kufikia juzi watu 5 walikuwa wamefariki, wameuawa kwa hizo vita. Watu 83 walikuwa wameumia, 40 ndio tunaongea kwa sasa bado wako hospitalini. Huko hapa Provincial General Hospital kuna wengine ambao wamekuwa referred hapo, wengine wako Molo, wengine wako Njoro, wengine wako Elbagon wanapata matibabu. Hawa ambao waliumia, mdogo ako na miaka 19 na yule mzee kabisa ako na miaka 58. Hawa 5 ambao walikufa, yule mdogo ako na miaka 16. Yule wa juu ako na miaka 35. Kuna mmoja ambaye hatukupata ile documentation, ni a non adult, kwa hivyo hatujadhibitisha miaka yake ni ngapi. Kwa sasa wale watu ambao wamekuwa displaced, ambao wametoroka nyumbani kwa sababu ya hizi vita, ni watu 3,008, 3008. Wengi sasa wako Neswit Primary School, tafuta hifadhi hapo. Neswit Primary School, Musegekwa Primary School, Elbagon Police na mahali inaitwa Ainaptich Primary School. Hiyo sehemu pia kuna maafisa wetu wa usalama wanakaa na watu hapo. Zile nyumba ambazo zimechomwa, nyumba za hali tofauti. Kuna zile za nyasi, kuna zile za mabati, ni 198. Kwa sasa tumewakamata watu 16 kutoka kwa jamii zote mbili, wako kwa police station, wamehojiwa, wamerecord statement na watapelekwa kotini kesho kushtakiwa na makosa ya mauaji ya kukusudia, arson ni kuchoma nyumba ama kufanya nini, assault na kupromote warlike activities. Hizi vita zili affect vijiji vingi sana, karibu vijiji 10 viliathirika katika both sub counties. Na kwa sasa tumeweka maafisa wetu wa usalama wanaendelea kushika doria. Ile changamoto kubwa ambayo tulikuwa nayo ni kwamba sehemu hiyo ni mahali ya ukulima na watu wamepanda mahindi sana, na mahindi imepandwa mpaka karibu kwa makazi. Mtu amepanda mahindi karibu kwa nyumba, so ukipata mtu ambaye amekuja kufanya maovu anajificha kwa mahindi, anaweza kulenga hata mtu mshala akikuwa ndani ya nyumba, ama anaangalia kwa hii boma, anaona hakuna mtu, anavizia pala, anangojea giza kiingia, anaenda anachoma nyumba, alafu anaingia kwa mahindi. Wamekuwa wanafanya hizo ambushes, na ndio kafanya kazi zikakuwa ngumu sana, na ndiposa tuliamua kuweka ile curfew jioni, kwa sababu tulikuwa tunataka tukilia watu mapema kabla giza hajaingia waanze kwenda kufanya hayo maovu. Tuko na mpango kuanzia kesho kufanya mikutano na viongozi, kuanza kureconcile watu wetu. Siku ya Jumanne tutakuwa na mikutano huko ya hadhara, kule upande wa Njoro tutakuwa na mkutano mmoja, alafu upande wa Mareshoni pia kutakuwa na mkutano mwingine.
Tumeanza kuweka mikakati kwa sasa kama national government na county government ya Nakuru pamoja na Red Cross kuanza kusaidia wale ambao wameathirika in terms of kuwapatia chakula, madawa, na wale ambao pia nyumba zao zilichomwa wasaidiwe na mabati na mbao ili waweze kuanza kujenga nyumba zao. Kuanzia leo wale ambao nyumba zao hazikuharibika lakini wametoroka nyumbani kwa sababu ya kuhofia maisha yao, tungependa warudi nyumbani, kwa sababu pia kukaa mahali pamoja kwa sababu ya kutafuta hifadhi. Tuwezi kusahau kwamba bado tuko na haya maradhi ya COVID-19. Kwa hivyo tungependa kwa haraka sana watu waanze kurudi nyumbani. Tunahakikishia kwamba usalama wao sasa uko shwari, warudi nyumbani. But going forward, hata leo tumekuwa na mkutano asubuhi na maofisa kutoka idara ya Forest KFS na wale kutoka katika idara ya National Land Commission pamoja na idara ya ardhi na sisi kuanza kuzungumzia mambo ambayo yamekuwa chanzo cha vita katika sehemu hiyo, na ni mambo ya settlement, mambo ya mashamba, wale walipewa mashamba, wale walikuja kujikatia mashamba, na pia kudhibitisha kwa kweli mambo ya msitu iko wapi, ili hata maofisa wetu wa KFS wakienda kulinda msitu wanajua wanalinda msitu kufikia wapi na watu nao wamesettle kufikia wapi. Challenges nyingi ambazo kuna caveat, kuna kesi nyingi ziko kotini, na unajua watu wengi wanaenda kotini just to stall. Wakati effort inaanza kufanyika kidogo, wanapata watu wanakimbia kotini. All the way from the 90s mpaka saa hizi imekuwa ni mchezo wa paka na panya ndani ya koti, kutoka kotini tafuta order hii, lakini solution on the ground, ile solution mwafaka kabisa kupatikana on the ground kuhakikisha kwamba haya mambo yote yanasuluhishwa bado haijafanyika. Kwa hivyo tumeanza very serious discussion kuanzia leo, na tutaweka wale wengine ambao wanahusika going forward kuhakikisha ya kwamba haya mambo yote ambayo yanachangia hii mambo ya vita za mara kwa mara yanakwisha. Jambo la mwisho, tungependa kuwasihi wale wakazi wa sehemu hii ambao wanashinda wakipigana vita. Kwanza ni watu ambao ni watu wa jamii moja tu basically. Unaweza kujibrand tu, useme huyu amevaa shati, huyu amevaa t-shirt, but basically ni watu moja, wanaongea lugha moja, mila zao zote ni moja. Tungependa wakati kuna tofauti kidogo, watu wakae chini na waongee. Maana hii mambo ya kupigana na kuuana haiwezi kusaidia. Tangu Tuesday vile nimesema, Wednesday mpaka leo wamepigana, wameuana, lakini problem bado iko tu, haijaenda. Kama ni mambo ya mashamba, shamba haijaongezeka ama kupungua kwa sababu watu wamepigana vita. Kwa hivyo hatutaki watu endelee kutumia mishale na mapanga na viberiti kusuluhisha problem. Moja, tukue watu ambao ni civilized. Tuache ile tabia za kitamba ambao namuona mwenzako kama sio kabila lako basi anakuwa ni adui yako. Hiyo maneno sio nzuri, na tutaendelea entertain that kind of hiyo nonsense, tutaendelea kukubali. Serikali imekuwa engaged sana Rift Valley kupoesha vita all over the place. Vita ambazo watu wanapanga, badala watu kufanya maendeleo, watu wanapenda kupanga mambo ambayo ya kwenda mbele, watu wanapanga vitu ya upuzi, mambo ya kuumizana tu. So sehemu kama pale Njolo pale Nesui kwa mfano, hizi jamii mbili zinakaa pamoja. Nyumba ya hii ni ya Ogeki, nyumba ya hii ni Kipsisi, nyumba hata huwezi kujua ni gani. Sasa leo mwenzako amekuona ukichoma nyumba yake ama ukichapa ng'ombe yake mshale, mtaendelea kukaa namna gani? Utakuwa mnaangaliana aje? Ni watu ambao wameoana, watoto wao their cousins, alafu unaamka tu unaanza kuleta ukuzi tu na kuanza kufanya mambo ambayo sio mazuri. Na unaenda unachoma nyumba ya mtu, alafu unanipigia mimi simu unasema tumemalizwa. Wewe huwezi kutumia hata akili wewe mwenyewe. Una surrender kabisa akili yako kwa watu wengine wataka, kwa sababu vita ambao unaanza unataka tu kutafuta wengine wakusaidie. So going forward, wacha tuache maneno. You go to that place nyinyi mmekuwa kule. Hata watu wanakaa namna gani? Hata hivi ambao tunahesabu ni nyumba, hii ni manyumba hizi kweli hizi. Umejenga tu vitu tu. All these years, over 30 years umekaa mahali unakaa kwa nyumba, hata hujui kama uko ndani ama uko nje. Kwa sababu ni kupanga vitu ya upuzi. Badala ya kupanga wewe utajenga nyumba mzuri, unapanga wewe utaua jirani. We have to improve our standard of living. Lazima watu wa focus, kwa watu ambao ni serious. Na tumesema watu lazima, usalama ni yako. Wao ndio wana benefit na hiyo usalama. But leta GSU, leta ngapi, tusaidia reinforcement hapa. Na wewe mwenyewe umeanza vita. Kama ulikuwa unajiweza ulikuwa unaanza vita sababu gani? So wakazi wa Nakuru mpaka ile upande wa Narok, we want people to be very, very, very serious.
Na watu kufikiria kwamba labda utaanza vita kwa sababu utaki mwenzako akae hapo. Enda soma katiba tena ujue inasema nini. Kila mtu ako na haki kukaa mahali popote pale katika nchi, as long as umepata shamba kwa njia ya haki utakaa hapo. Lakini kusema kwamba sasa tutaki huyu akae hapa, unaanza vita, wewe unaota ndoto ile hata ambaye itaisha. Kwa sababu hakuna mtu ambaye atafukuzwa mahali ambapo anakaa legally na wewe kwa sababu mtaki hapo. Wewe ukiona yeye sio mtu mzuri, unaona yeye kama labda ni sura mbaya, wewe hama. Lakini useme kwamba utamhamisha yeye, maana wewe ndio uko na problem, sio yeye. Wewe toka, kama unataka ukaa na yeye toka. Lakini unasema wewe utabaki hapa alafu mtoe pala, haiwezekani. That one is not possible. Lakini ndio upuzi unafanyia kule upande wa Narok, watu kupanganiana njama kwamba watafukuzana. And some of the people that were arrested are politicians or individuals with political ambitions. And people who believe that for you to be a serious politician, you must make people fight. Yeah? Some of those characters, you'll see them in court tomorrow. Have security installations there, and that's what I'm saying. If you have got issues with your neighbor, do not take up arms. Go to lawful authorities and report. The issues I want to hear here, the regional commissioner, is to hear that you went to a particular police station to report, or a particular administrative post to report, and your matter has not been resolved. Those are the things I want to deal with, to ensure that we've got accountability on the ground. But if you've got an issue, then you start fighting. Even all your genuine grievances are lost. Because now we are busy firefighting, yet you are suffering a grievance as an individual. Some of them have been arrested, and we are looking for another. I think one has son chief is custody. They'll be taken to court also. Nobody's above the law.